Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Mpenzi mtazamaji na mfuatilizaji wa murajaa wa baadhi ya masomo ya Nahjul Ghannai al-Islamiyya, tukiendelea na somo la fiqhi ya faslu rabi' katika mlango wa 30. Sin sual, kam shurutu sihhatihi, ingapi sharti za kusihi saum? Kam shurutu sihhatihi, ningapi sharti za kusihi saum? Shurutu sihhatihi arba'atu ashya'a, sharti za kusihi saumu ni vitu vinne. Shurutu sihhatihi, sharti ya kusihi kufunga, arba'atu ashya'a, ni vitu vinne. Islamun, ni Uislamu, wa aqlun, na akili, wa naqa'un min nahwi haidhin, na kutakasika kutokana na mfano wa haid. Wa naqa'un min nahwi haidhin, na kutakasika kutokana na mfano wa haid. Wa ilmun bikauni alwaqti qabilan lisawmi, na kujua kuwa wakati ni wenye kukubali kufunga. Wa ilmun, na kujua, bikauni alwaqti, kwa kuwa wakati, qabilan lisawmi, ni wenye kukubali kufungwa ama kufunga. Yani ujue mimi nataka kufunga, je, huu wakati wakubaliana kufunga? Yani tuseme kuna wakati wa kuanza kufunga, yani kwa mwezi na kwa masaa. Hunu mwezi ni wa Shaaban ama ni wa Ramadhani? Ikiwa ni wa Shaaban, haikubali kufunga Ramadhani ndani ya mwezi usiokuwa wa Ramadhani, ikawa wafunga wewe ni kama Ramadhani, waweza ukafunga kama sunna. Na Ramadhani yenyewe ule wakati, kuna wakati wa kuanza kufunga na kuna wakati huwezi kufunga. Kwa hivyo ujue masaa na mwezi kulingana na nia yako ambao wafunga Ramadhani. Je, wakati hunu ushaingia wa Ramadhani ama bado tuko Shaabani? Na kama ni Ramadhani, je, huu wakati sahizi ishaisha wakati wa kufunga ama bado? Ujue kitu kama hicho. Qala al-imamu, amenena al-imamu Shafi'i, wa in aftara al-mutatawwi'u, na akifuturu mwenye kufunga saumu ya sunna, min ghairi udhrin, pasi na udhuru wowote, min ghairi udhrin, pasi na udhuru wowote, karihtuhu lahu, nitamchukia, nitamkirihika, na kirihika kwa mtu kama huyo. Karihtuhu lahu, nitamchukia yeye kwa kuvunda saumu pasina udhuru. Karihtuhu, nitamchukia huyo mtu, ama nakirihika kwa huyo mtu, lahu, kwa kuivunda saumu ya sunna bila ya sababu. Wala qadaa alayhi, wala hapana jinsi ya kulipa juu ya huyo mtu. Wala qadaa alayhi, wala hapana jinsi ya kulipa juu yake. Yani haipendezi ukawa umefunga somo ya sunna kisha ukafungua pasi na udhuru wote, pamoja na kuwa hutopata madhambi wala hutolipa. Sin sual, kam sunanu saumi, ni ngapi sunna za saumu? Wa sunanuhu kathiratun, na sunna za saumu ni nyingi sana. Minha, miongoni mwa hizo sunna, ta'jilul fitri, ni kufanya haraka kufuturu ama kufungua mwadhini.
Ta'jilul fitri ni kufanya haraka kufungua mwadhini ama kufungua saumu ama kufuturu. Wa ta'khiru suhuri, na kuchelewesha kula daku. Wa ta'khiru sahuri, na kuchelewesha kula daku. Wal iftaru ala tamri, na kufungua juu ya tende ama kwa tende. Wal iftaru ala tamri, na kufungua mwadhini ama saumu kwa tende. Wa iktharu alqur'ani, na kufanya wingi kusoma Qur'anul Karim. Wasadaqatu, na kufanya wingi wasadaqatu, na kutoa sadaka. Hii yaweza ikawa ni maatufu ya tajilu, ama yaweza ikawa ni maatufu ya Qur'ani, ikawa wa iktharu as-sadaqati, na kufanya wingi kutoa sadaka. Ama wasadaqatu itakuwa maatufu ya huko nyuma, tajilu, taakhiru, iftaru al-Qur'ani wasadaqatu. Ama ikiwa ni maatufu ya Qur'ani itakuwa ni majrur, wa iktharu al-Qur'ani wasadaqati, na kufanya wingi kusoma Qur'ani na sadaka. Sasa i'rabu ni wewe mwenyewe uelewe nahau, na ndia zote ni sawa. Bora ukiulizwa kwa nini utie kasiri, utoe sababu. Kwa nini utie dhuma, utoe sababu. Qala al-Imam, amenena al-Imam Shafi'i, wa astahibu ta'anni bisuhuri, na napendekeza kuchelewesha bisahuri daku. Anna, amechelewa. Anna bimaana taakhara wa abtaa. At-ta'anni ni kuchelewesha na kuvuta kile kitu ukiacha nyuma nyuma, na daku ndio ukila ule usiku wa mwisho ni bora zaidi kuliko ule usiku wa mwanzo. Na hili neno daku lina maana ambayo nilipokea kwa ustadhi katika darasa la Ijumaa Malindi, akieleza alikuwa masala ya saumu. Akasema alikuwa akieleza kuwa watu Ramadhani hupenda atarafu, kujistarehesha, wamefuturu, kisha kuna bembe. Akaeleza bembe maana yake nini? Kubembeleza ile hali ya kutoka baada ya kufuturu mpaka pale wabembeleza. Kisha kuna na daku. Daku akasema ni asili ya dini neno ni ndaku. Ndaa Kiswahili ni njaa, yaani Kibajuni usema nina ndaa maana yake nina njaa, simple tu, njaa ya kawaida. Sasa ikiwa ile njaa itakuwa ni kubwa, itakuwa daku, maana yake ni kama mzazi kwa kuunganisha na hikaya alimuhimiza mtoto ama wale watu wa nyumbani, kuleni kwa sababu kesho kuna daku. Maanake kesho kuna ndaa kubwa kutokea asubuhi mpaka magharibi ya kuliwi. Sasa hiyo kama kuna ndoo na do Kiswahili, ile ndoo ni ndoo ya kawaida, ile ndoo, alafu ile kubwa ni do. Hata huku Bajunini ama sehemu za Lamu, kile cha kutekea maji huitwa kidogo, huitwa kidoo, na lile kubwa huitwa do. Kwa hivyo ku ni kitu maarufu Kiswahili, siku kuu, mkuu, mtu mkubwa. Kwa hiyo ku ni kitu kikubwa, ni nda asili yake, ku nda kubwa. Kwa hivyo
ni chakula kikapata hilo jina, ambao asili yake ni njaa kubwa ama ndaa kubwa. Haya maneno moja kwa moja nimeyanukuu na kuyapokea, siku nukuu, nimeyapokea mubashara kwa ustadhi siku ya darsa la Ijumaa ya Malindi baada al-maghrib. Alikuwa hapo darsa ni tafsiri na pana na fiqh, tafsiri ya ustadhi Ahmad Badawi mwenye baba, na yeye ustadhi huwa ni hadithi ambayo patitwa masala ya fiqh hapo katika kitabu. Inshallah, haya ni faida za kilugha na asili ya maneno. Kila neno lina asili yake. Qala, amesema alimamu Shafi'i, wa uhibbu ta'jil alfitri, na napenda kufanya haraka kufungua, ama na napenda kufanyishwa haraka kufungua ama kufuturu. Wa tarka ta'khiri, na napenda kuachwa kucheleweshwa kufungua. Wa uhibbu ta'jil alfitri wa tarka ta'khirihi, na napenda kufanyishwa haraka kufungua ama kufanyisha haraka kufungua saumu na kuchelewesha na kuacha kuchelewesha kufungua. Sin suali, maladhi yubtilu sauma, ni yapi yanaobatilisha saumu? Maladhi, ni yapi ambayo yubtilu sauma, hubatilisha saumu. Yabtulu saumu, hubatilika saumu, yani huvunjika, biriddatin, kwa kuritadi, wa haidhi, na kupata hedhi, wa nifasi, na kupata damu ya nifasi ambayo hupatikana baada ya mwanamke kujifungua, wa wiladatin, na kuzaa, wa jununin, na wendazimu, walau lahdhatan, na ijapokuwa ni pepesi moja, walau lahdhatan, na ijapokuwa ni pepesi moja, manake ni mara moja. Hata kama ile junun imepatikana tu kidogo, kisha akili karudi, itakuwa saumu imevunjika. Wa biighma'in wa sukrin, na kwa kupotewa na fahamu na kulewa. Taadda bihi, amefanya upasito kwa huko kulewa. Kufanya upasito ni kufanya maksudi, ama ustadhi akisema kufanya kasidi. In amma jami'an nahari, zikienea hizi mbili mchana mzima. In amma jami'an nahari, zikienea hizi mbili, kupotewa fahamu na kulewa mtana mzima. Qala al-imamu, amenena al-imamu ash-Shafi'i radhiyallahu anhu, wa man akala au shariba, na yoyote mwenye kula au kunwa, nasian, ilhali ni mwenye kusahau, falyutimma saumahu, na atimize saumu yake. Falyutimma saumahu, na atimize saumu yake. Wala qadaa alayhi, wala hapana jinsi ya kulipa juu yake. Wala qadaa alayhi, wala hapana jinsi ya kulipa juu yake. Sin sual, ma huwa al-i'tikafu wa kam arkanuhu, ni ipi i'tikafu na ni zipi nguzo za i'tikafu? Ma huwa al-i'tikafu, ni ipi i'tikafu, uketi i'tikafu. Wa kam arkanuhu, na ni ngapi nguzo zake? Al-i'tikafu, kuketi i'tikaf ama i'tikaf, huwa al-lubthu fil masjidi, ni kulimatia msikitini. Huwa al-lubthu fil masjidi, ni kulimatia msikitini. Kulimatia ni kuketi. Labitha almakana labthan wa lubthan aqama, kuketi mahali. Kulimatia ni kuketi kwa muda pale mahali. Huwa lubthu fil masjidi, ni kuketi msikitini ama kulimatia msikitini. Wa arkanuhu, na nguzo za i'tikaf. Mu'takifun, ni mwenye kuketi i'tikaf. Wa mu'takafun fihi, na penye kuketiwa i'tikaf. Wa lubthun, na kulimatia, yani kuketi hapo kwa muda.
wa niyatun, na kutia nia ya kuwa waketi i'tikafu. Bimaana waweza ukaketi msikitini muda mrefu, lakini hukutia nia, ikawa si i'tikafu, kwa sababu al-umuru bimaqasidiha, mambo hangaliwa na kuzingatiwa makusudio yake. Innamal a'malu binniyat. Qala al-imamu, amenena al-Imamu Shafi'i, wa idha kharaja al-mu'takifu, na pindi akitoka mwenye kuketi i'tikafu, li ghairi hajatin, pasi na haja, akatoka msikitini mwenye kuketi i'tikafu pasi na haja yoyote, yani bila ya haja ya kimsingi, intakadha i'tikafu, itatanguka i'tikafu yake. Intakadha i'tikafu, itatanguka i'tikafu yake, ama imetanguka i'tikafu yake. Na ukisema itatanguka ni bora, kwa sababu idha dharfun lima yastakbilu min az-zaman. Na insha Allah mpaka hapa tutakoma. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awabariki wazazi wetu, walimu wetu na walokufa. Allah awarehemu, awaweke pema pamoja na wema, na wanafunzi Allah awafikie kupata ilmu zenye manufaa, na sisi ambao wengine ni wagonjwa, basi Allah atupe afya na uzima sote insha Allah. Wa as'ada Allahu awqatakum wa ila al-liqa.